Ukisikia sauti hizo zikivuma katika vijiji vya Bukusu, jua wakati umefika. Ni wakati ambapo kijana anakaribia kuacha utoto nyuma na kuanza safari ya utu uzima. Alfajiri inapochomoza katika ardhi ya Bukusu, kabla hata jua halijapanda juu ya anga, kijiji huanza kuamka kwa sauti tofauti. Si sauti ya kawaida, ni sauti ya Huminya, sauti inayobeba ujumbe, inayobeba historia, sauti inayotangaza kwamba msimu wa Imbalu umefika. Mitaani, mashambani na kwenye njia za vijijini, sauti hizo zinaweza kusikika zikivuka nyumba moja hadi nyingine. Kwa asiyefahamu, ni zaidi ya nyimbo, ni mwito, kumbukumbu, ni shangwe. Hapa ndipo safari ya Imbalu inaanza. Safari ambayo kwa vizazi vingi imekuwa na nafasi kubwa katika maisha ya mwanaume wa Bukusu. Safari inayohusisha familia, ukoo, wazee, marafiki, nyimbo, ngoma, mafundisho na sherehe. Lakini nyuma ya sauti hizi za Huminya kuna historia ambayo haijaanza leo. Ni historia inayodhihirisha kutoka kwa wazee kwenda kwa vijana. Historia ambayo imepitia vizazi, historia ambayo inaendelea kubadilika kadri dunia inavyobadilika. Kijana anayelengwa na sherehe hii, Imbalu si moja tu ya sherehe, ni hatua, ni wakati wa familia kutazama mtoto wao kwa macho tofauti. Ni wakati wa wazee kumpa mafundisho ambayo kwa jadi yalihisisha namna ya kubeba majukumu ya utu uzima. Na ni wakati ambao jamii humzunguka kijana na kumwonyesha kwamba maisha yake hayamhusu yeye peke yake. Ana familia, ana ukoo, ana jamii na ana historia ya kurithi. Hiyo inamaanisha ukitahiri mtoto ameenda kwa stage tofauti na watoto. Ametoka kwa utoto anaenda kwa ujana, anaenda kwa teenage. Huyo mtoto akishatahiri amekuwa mtu mzima. Hata wewe baba wa mtoto ukikufa anaweza take care ya hiyo kwa. Unaona? Hawezi rudi kulala kwa nyumba ya mama na baba. Baba akitaka kufanya kitu kwa boma mpaka huyo mtoto akue. Na kadri jua linavyopanda ndivyo kijiji kinavyozidi kubadilika. Watu wanaanza kukusanyika, nyimbo zinaongezeka, ngoma zinapanda, ngoma zinapata nguvu, vijana wanaonekana katika makundi, wazee wanakumbuka yaliyopita, familia zinajiandaa na jina moja linaanza kutawala mazungumzo: Imbalu. Imbalu ni nini hasa? Kwa nini kijana wa Bukusu kutahiriwa? Kwa nini nyimbo za Huminya zina nafasi kubwa katika safari hii? Ni nini hufundishwa kijana kabla, baada ya tohara? Mtoto ameenda kwa stage tofauti na watoto. Ametoka kwa utoto anaenda kwa ujana, anaenda kwa teenage. Huyo mtoto akishatahiri amekuwa mtu mzima. Hata wewe baba wa mtoto ukikufa anaweza take care ya hiyo kwa. Unaona? Hawezi ameweka mahali kwa nyumba ameficha. Ama kwa ile nyumba kama wanalala jikoni ama wapi, ameficha mahali kwa nyasi. Unajua mtoto ataka. Sisi tunasema kwa Kizungu, do you know, kitu tunasema tu appease the ancestors, ni wale wa zamani. Na hiyo kufanya hivyo inaweka yule mwenye anataka kutahiri mmoja. Unaona vile unakuwa moka mama, unaona, na hiyo ndio tunasema it is a last minute mwanamke kuchapa kwa Kiluya. Unaona Mluya anakuambia Mbukusu sasa kama ametahiri mwanamke hawezi kuchapa kwa. Juu hiyo siku ya mwisho wakati unataka hata kidonda hapa. Hiyo ndio siku hata mwanamke akipata na kuchapa. That is the last moment.
Naona hiyo ni kukufanya, unaona wakati mnafanya mtihani, kuna mock. Hiyo mock ya test. Ukifanya vizuri unaona hapa nitaongeza marks kama 20. Sasa ukichapa kofi unaona sasa huyu ni intimidate. Yaani ni kama anakuona wewe ni muoga, hata utasimama au hautavumilia hiyo kisu. Wewe unataka kumuonyesha sasa waje ni wewe. Ndio unaona sasa ukichapa kofi unaanza kuchukulia machozi. Unataka hata any moment ungekuwa umemaliza. Hata katika dunia ya leo, sauti za Imbalu bado zinaweza kuamsha kumbukumbu za kizazi kizima. Ili kupata majibu, tunahitaji kurudi nyuma, kurudi kwenye historia, kwenye vijiji ambako mila hii imehifadhiwa kwa vizazi. Watoto wengi kwenda hospitali wanaharibika. Naona mtoto amepatikana kwa ng'ombe, amepatikana kwa mbuzi. Hasa mtoto kama hajatolewa kwa hospitali, akitolewa nyumbani, ana mambo nyingi wanaambiwa na wasee wa kitambo wenye wametolewa nyumbani. Sasa kimila ilitokana na mtu mwenye alitairiwa akiwa wa kwanza. Lakini tamaduni inasaidia. Kwa vile watoto wengi wanaharibika ukienda hospitali. Ukienda hospitali unaona mtoto anaharibika, anaenda kwa ng'ombe, unaona mtoto ameshika kuku. Kama mwingine umenyambanga kwa ng'ombe. Mtoto alitairiwa hospitali na alienda na ng'ombe. Anachukua ng'ombe kama bibi yake. Sasa kinzi mzuri hiyo. Tamaduni inasaidia kwa vile wasee wanakaa na yeye wakimwambia maneno. Naitwa Ruben Kajala Kisaka. Mimi nimelelewa kwa tamaduni. Tangu nizaliwe nikuwe niwe jinsi nilivyo, nimelelewa na wazee wakubwa. Na yale mambo ya wameniambia kuhusiana na utamaduni wetu ni ya muhimu kabisa. Mimi naonelea mambo ya kutahiri nyumbani ni muhimu sana kuliko kutahiria hospitalini. Hospitali utakuta wanatahirisha mtoto mwenye hata na miaka 8 wanatahirisha yeye. Huyo mtoto achafikiwa kiwango kile cha kusema ni mtu mzima. Huyo mtu hana ubinafsi. Keshoe ndio unakuta hawa watoto ndio wezi, ndio wanaipia watu, hawana adabu, hawana kimila yetu kindani, ama wanasahau desturi yetu, wanafuata desturi ya mtu mwingine. Unakuta yeye ni Mluya amefuatilia Mkalenjin na kimila yake, yeye si Mkalenjin. Sasa hapo ndio unaonelea hiyo utamaduni yetu ni muhimu sana, sababu wazee wetu wanakuambia maneno yaliyo muhimu kabisa. Unakuta kitu kama ugonjwa, wanakuonyesha miti ya kiasili, ambapo hiyo miti hata ukienda hospitalini dawa inatengenezwa kwa hiyo miti. Sasa mimi nikichukua hiyo miti nitajitupa nyumbani hata kabla niende hospitali. Utakuta kitu kingine, kuna madawa ya kizungu yenye wanatibu hao watoto kama wametahiri, lakini sisi yetu kunayo kile inaitwa engu. Hiyo ni wakuka wetu tokea zamani kabisa, lakini hiyo ni dawa mzuri sana, inatibu watoto vizuri kabisa. Tahirishaji inakuanga ni ile tu haraka ya kumharakisha, ama akona tension fulani tu, lakini haezi kosea. Lakini unakuta hospitali wanachukua muda mwingi, lakini nyumbani wanachukua tu muda kidogo tu. Hata licha utaumia, lakini hautaumia sana. Bukusu ni mojawapo ya jamii zinazounda jamii pana ya Waluya nchini Kenya. Wengi wao wanaishi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, hasa Bungoma, Trans Nzoia na maeneo yanayoizunguka. Ni jamii yenye historia ndefu ya kilimo, familia, ukoo, nyimbo, hadithi na mila zinazopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Na miongoni mwa mila zinazotambulisha Bukusu kwa kiasi kikubwa ni Imbalu.
Kwa mtazamo wa nje, mtu anaweza kuona Imbalu kama tohara ya wavulana, lakini kwa jamii ya Bukusu maana yake ni pana zaidi. Imbalu inahusishwa na rite of passage, yani hatua ya mpito kutoka katika utoto kuelekea utu uzima. Ni wakati ambapo kijana huandaliwa kuelewa kwamba maisha ya utu uzima yana majukumu, heshima, uwajibikaji, familia, kazi, uhusiano na jamii na namna ya kubeba jina la familia yake. Wanakuwa wengi, unajua wanatengeneza kitu kama group. So before kutahiri, wakati season ya kutahiri inafika, kabla ya waanze kutahirisha, wanajitayarisha, wana bless hizi visu. Inakuwa blessed. Sasa ndio unaona hiyo pombe, wanakuja hapo wanaongea mambo yao na nini, wanakula. Ndio hiyo kumaanisha sasa setting off. Ya kuanza kutahiri. Hiyo ndio. Hao watu wako na ni nature. Huyo mtu akizaliwa tena hata imejulikana hata kwa ukoo yao. Tena kuna behavior anakuwa nayo kutoka akiwa mtoto. Unaona tu huyu mtu wakati anasikia sauti ya hao watu wakitoka mtoni. Naona anakimbia. Akikimbia anaenda kiwatu penye na anaenda kirudi. So hiyo spirit yako nayo unajua tu huyu ni mtu wa kutahiri. Huwezi chukua mtu mwenye hana hiyo. Yeye mwenyewe anaonyesha tu unajua huyu ni mtu wa kutahiri. Mtu anatahirishiwa kwa boma. Na kama ni kwa boma, hii si nyumba ya baba yako. Inawekwa hapa kwa mlango. Alafu na fence huku mbele. Ukiona mtu amewekwa kwa barabara, huyo hana wazazi. Labda wewe uko na dada yako, mtoto alizaliwa, baba yake hayuko, mara nyingi anatahirishiwa nyuma ya nyumba. Na kama ni kwa barabara, hiyo ni mtu kama sasa hivi unapata mtu ameishi sokoni, amezaa watoto hujui kwao ni wapi, au istahirishiwa kwa boma ya mtu. Kwa sababu anawekwa outside the compound. Lakini kama ni boma yako, mtoto wako anawekwa kwa mlango yako hapa. Hiyo kitu anawekwa hapa kwa mlango yako, anakuja ana face hii mgongo inaangalia kwa boma kwa nyumba, na yeye anaangalia kwa boma kwenye watu wamesimama. Sasa ingine kwa nyumba, ile chakula ya kwanza unakula, yule ngariba ndiye anakupea ukule. Na anakuelezea kwa nini umetahiri. Sasa wewe sio mtoto, umekuwa mtu mzima. Na wakati umetahiri umekuwa mtu mzima, unaweza kuwa na tamaa. Unataka mwanamke ama utaanza kutongoza na wanawake sababu umetoka siri ya kuto umeenda kwa mtu mzima. Anakuambia ukienda kutongoza bibi ya mwenyewe ni makosa. Sababu anakuambia bibi ya mwenyewe kama hii nyumba mlango umefungwa au unaenda kuvunja. Ukivunja hiyo ni makosa. Ukienda kwa msichana kama nyumba ile iko wazi. Unaambiwa ukitongoza bibi ya mwenyewe, ukienda huko hivi usilale na yeye mara mbili huko kwa mziki. Unaenda mara moja na mnatoroka. Ukienda mara mbili, hiyo mbili tatizo. Ndiye anakuambia hivyo, ngariba ndiye anakuambia hivyo. Na hii chakula wanakupea ni kama unapewa, unaambiwa ukitaka kuchukua anarudisha huko. Ufanya hivi akasema akafanya hivi, unafanya narudisha tena na naongea. Alafu tukimaliza hivyo, wakati unataka sasa kutoka jandoni. Ndio sisi kwa sababu ya shule tunakaa kutoka August mpaka December. Mjomba yako anakuja, baba yako anatengeneza pombe, wanatengeneza chakula. Sasa mjomba wako ndiye anakuja kupatia final advice. Mjomba ukalisha kwa nyumba. Zamani ilikuwa unawekwa kwa nyumba kama hii. Ngozi ya ng'ombe ile yenye walichinja ukikula, ukitahiri inawekwa hapa hivi. Sasa mjomba wako anakaa huko nje na watu wengine. Wewe huko ndani. Sasa wanaweka ngozi kama kati. Wanaweka ngozi na funga hii mlango. Sasa kuna maneno wanakuelezea mjomba wako anakuwa advice. Na baba zako wao wako huko nje. Na kulikuwa na vitu zao walikuwa wanafanya hapa chini. Swali moja ambalo limekuwa likiulizwa kwa miaka mingi ni Imbalu ilianzia wapi? Hapa ndipo historia au simulizi ya Bukusu inapokuwa muhimu. Kuna simulizi mbalimbali kuhusu chimbuko la tohara miongoni mwa Bukusu na uhusiano wake na jamii nyingine za eneo hili.
Lakini kama ilivyo kwa historia nyingi zinazopitishwa kwa njia ya simulizi, matoleo yanaweza kutofautiana kutoka ukoo mmoja hadi mwingine na kutoka eneo moja hadi jingine. Hivyo tunapozungumza kuhusu chimbuko la Imbalu, tunapaswa kusikiliza sauti nyingi, sauti za wazee, sauti za watafiti na simulizi zilizoridhishwa kwa vizazi. Kwa majina yangu naitwa Martin Saba Sisha. Kwa na record music yangu na kulingana na culture ambayo sasa nimeshakuwa kuzua paswa tohara, na licha ya kupaswa tohara kuna utaratibu, na tujaanza sasa. Hii culture ilianza na mtu ambaye kutoka Muya na Mango ndiye alifufua culture. Alafu akaenda akatairi akiwa uchi, na alitahiriwa akiwa na usucha. Ndipo ya sasa ufufuo wa jamii wa Wabukusi kashikilia pale. Tunahakikisha mtoto hawezi kutumia kisu moja, sababu hiyo kisu moja inaweza kuwa na madhara, pengine kuambukizana ugonjwa. Sasa inazingatia tu mtoto atumie kisu kimoja na mwingine atumie tu kisu kingine. Hizo visu huwa ni za zamani, lakini unaolewa kwa vile wananoa. Kwanza wananoa na matofali ambayo imeiva sana, alafu tena ongeze wanoe na chifu yenye inatoka kwa, alafu baadaye tena wanaweka kwa moto ile kali kabisa. Hizi ambazo hiyo wimbo inafatana vile mwanjilishi aliimbiwa hiyo. Sasa lazima upate hiyo utaratibu na uimbe hiyo wimbo. Haitakufa, itaendelea kuendelea miaka nenda rudi. Ina muhimu kwa vile Shujaa yule alianzisha tohara. Ingawa tohara yenyewe ni ya wanaume, sherehe ya Imbalu haikuhusu wanaume pekee. Familia nzima huathirika. Akina mama wanahusika katika maandalizi, ndugu wanahusika, majirani wanahusika, na jamii mzima inaweza kuwa sehemu ya sherehe. Hii inatukumbusha kwamba katika utamaduni wa jadi au utamaduni wa kikale, malezi ya kijana ilionekana kuwa jukumu la jamii nzima. Baba wakata daro mbonya bagoke semana chini wameleke chini unaona damu inaenda haribika kafu kwanza yeye kakume na kumwa na haibi ni wewe bamurere kure mimi ni Kenneth Wafula na huyu ni mtoto ni mchukuu wangu wa kwanza. Hii ndio utamaduni ya kweli, kwa sababu tunafanya utamaduni ingine ya kupeleka watoto kando, watoto huwa wanaharibika. Na tangu sisi tusaliwe ama wapapu wetu wasaliwe, wanafanyanga hii utamaduni. Kuna uzuri kwa sababu mtoto anaweza zingatia amri ya poma, na mtoto mwenye anasaliwa kwa hospitali anatahiri kwa hospitali anakuanga mchanja, tena ajui mtahirishaji mwenye alitahirisha yeye.
saa zingine anaweza kuwa mke ama mume. Ina muhimu kwa sababu wewe unafurahia mjukuu wako ama wajomba yake wanafurahia. Hata msichana naye anaweza furahi kwa sababu anasema kumbe niko na poma kwetu sawa sawa. Siku hizi mimi kwanza wacha nikwambie majina yangu. Majina yangu ninaitwa Eliud Warefwa. Mimi ni ndugu wa mzee General Wafula. Mtoto huyo atachukua muda mfupi tu, haitachukua muda mrefu kwa sababu anatumia madawa ya siku hizi. Na hiyo madawa hufanya yeye apone mara moja. Mimi nasema utamaduni iendelee kabisa. Iendelee kwa sababu inapewa sisi kufikiria ya maneno ya wazazi yetu ambao walikuwa wa mbele. Itatuonyesha walikuwa wakifanya namna gani. Na hii njia ni safi kabisa. Tunasema iendelee. Na mila ni poa sana. Tunafurahia. Sisi kama wamama watoto wetu tunapendelea watairi utamaduni. Tunazingatia hii sana kila wakati ikifika mwezi wa 8. Baada ya miaka 2 tunangojeanga kwa hamu. Sasa tukiona watoto wetu wakipiga hizi makengele ni raha kwetu sana. Hivyo ndio tunapenda. Vile wametembea na dada yake hivi ni mapacha, walisaliwa siku moja. Huyu ni pacha mkubwa, huyu akimfuata. Sasa mpaka watembee pamoja. Watoto wawili mama yao aliwapata wakiwa pamoja. Sasa wasipotembea pamoja, huyu atapata shida akiwa nyumbani. Hatakuwa sawa, atashtuka. Inabidi watembee pamoja ndio amtie huyu nguvu. Asimame Dunia haikusimama. Ukristo ulipoenea ulileta mitazamo mpya kuhusu baadhi ya mila za jadi. Imbalu nayo ikaingia katika mjadala. Baadhi ya viongozi wa dini na waumini wamekuwa na mashaka kuhusu vipengele. Wengine wamejaribu kutenganisha utamaduni na wengine wameendelea kuona imbalu kama sehemu ya urithi. Hivyo leo unaweza kukutana na familia inayotazama imbalu kwa mtazamo, familia nyingine kwa mtazamo wa kitamaduni, na nyingine zikichanganya mitazamo. Utamaduni ni na modern life na makanisa. Kanisa hata iui sana. Ile kitu inaua hii utamaduni ni serikali. Tunaona kama hii pombe iko na lot of energy. Tangu asubuhi tukuje hii pombe, hata huwezi tamani kula chakula. Lakini unaambiwa hii pombe ni mbaya. Ile kitu inafanya hii pombe ikuwe mbaya bila wana restrict. Watu wanaanza kutumia chemicals kutengeneza pombe. Lakini ukiruhusiwa hii pombe uchukue mahindi na kimera, juu ni wimbi na kimera tu. Hili kama chakula. Unga ya mahindi na wimbi imekorogwa, imekuwa fermented for 3 days na inakarangwa. Naona ukikula hizo hii yenye Demono
Hoya!